kweli kabisa Mungu li hai. Haya ndio maombi yetu jioni ya leo, tunapoomba uwepo wako na nguvu zako ambazo umetufunika jioni ya leo ziende pamoja nasi, ziende pamoja na huyu mama anatufuatilia kwenye TV online kutoka hapa kanisa la Kiinjili Kilutheri Tanzania, usharika wa Agape hapa jijini Kahama. Tunapoomba uwepo wako na nguvu zako Bwana zimfunike kila anaotufuatilia kutoka mahali kwa mahali, akiwa hapa Tanzania, akiwa kule Uchina, akiwa Europe na UK, na aliyo kwenye mikoa yote katika nchi ya Tanzania na nchi za Kenya na Uganda. Mkono wako wenye nguvu ambao unatuhudumia hapa jioni ya leo, umhudumie na yeye kwa utukufu wa jina lako. Unisaidie mtoto wako na mtumishi wako kusema na katika kweli yote na uaminifu wote, kama Mungu ulivyoniita na kunituma kwenye hii madhabahu na kwenye wito huu ambao umeweka ndani yangu. Litukuzwe jina lako, maana Mungu hautanyamaza kwa ajili ya kila mmoja. Utajitukuza kwa viwango vya kwako na kutenda kwa viwango vya kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu ali hai. Baba Mungu, fanya haya yote na ukajidhihirisha kwa mkono wako wenye nguvu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu ali hai, na kila mwenye pumzi aseme amen. Naomba keti kwenye uwepo wa Mungu wetu. Keti kwenye uwepo wa Mungu wetu. Nikukaribishe wewe ambao uko hapa na ambao wako njiani unafuatilia kwenye TV online kutoka hapa jijini Kahama. Tunakukaribisha sana. Mungu anatuhudumia hapa, akuhudumia na wewe sawa sawa na neno la kwake, na akutoe mahali umekwama na akupeleke mahali alipokusudia. Anapoketisha wewe, akuketishe na uchumi wa kwako na baraka zako ziwe nyingi kuliko mchanga ulioko pwani. Tukualike tena katika siku hii ya 4 ambayo Mungu ametupa kwenye hii madhabahu, na tuna kichwa ambacho kinasema mfanye Mungu kwa maamuzi wako kimaisha, ili akutoe ulipokwama na kukuketisha kwenye kiti chake cha kifalme. Mfanye Mungu kwa maamuzi wako kimaisha, ili akutoe ulipokwama na kuketisha kwenye kiti chake cha kifalme. Na leo ikiwa ni siku yetu ya 4 au mfululizo wetu wa 4 kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai kutoka hapa jijini Kahama, kanisa la KKKT dayosisi hii ya kusini mashariki mwa ziwa Victoria hapa nchini Tanzania. Kwa tukualika kutoka mahali kwa mahali, ungane nasi na Mungu wa amani akubariki na kutendee sawa sawa neno la kwake kwenye hii madhabahu. Haleluya, haleluya. Na lengo la somo hili ambalo tumetembea nalo kuanzia Jumapili, ambalo linasema mfanye Mungu kwa maamuzi wako kimaisha, ili akutoe ulipokwama na kuketisha kwenye kiti chake cha kifalme. Lengo lake ni kuimarisha imani yako na Mungu aliye mwamuzi wa hatima ya maisha yako. Wewe uliyekata tamaa kutokana na changamoto unazopitia na kuona kwa Mungu ameshindwa, kwa maamuzi mwenye nguvu za kipekee ili kukupatia haki yako kwa haraka. Lengo la somo hili ni kuimarisha imani yako na Mungu aliye mwamuzi wa hatima ya maisha yako. Kwako wewe uliyekata tamaa kutokana na changamoto unazopitia na kuona Mungu ameshindwa, kwa maamuzi mwenye nguvu za kipekee ili kukupatia haki yako kwa haraka. Jina la Bwana libarikiwe. Na jana tumeweza kumpeleka Mungu kwa maamuzi kwenye uchumi wa kwako, na ili anapokutoa wewe awatoe na watoto wako, awatoe na ndugu zako, awatoe na ukoo mzima, ili mjue kabisa Mungu tuliyemwamini ni Mungu mwenye nguvu zote, ambaye kazi yake anabariki watu na kuwainua watu wake. Jina la Bwana libarikiwe. Kile kitabu cha Samueli wa pili sura ya 7, Samueli wa pili sura ya 7 ule mstari wa 28 na wa 29. Kitabu cha Samueli wa pili ile sura ya 7 mstari wa 28 na wa 29, Biblia inasema hivi: na sasa Bwana Mungu ndiwe Mungu, na maneno yako ndiyo kweli, nawe umemwahidia mtumwa wako jambo hili jema. Basi sasa uwe lazi ukaibarikie nyumba ya mtumwa wako, ipate kudumu milele mbele zako. Kwa maana wewe Bwana Mungu umelinena, na kwa baraka yako nyumba ya mtumwa wako na ibarikiwe milele. Kwa maana Bwana umenena, na kwa baraka yako nyumba ya mtumwa wako na ibarikiwe milele. Haleluya. Na leo natamani tuendelee mbele
kwenye kipengele kingine ambacho tulishia jana, na muda wetu umesonga. Hatutamani tukucheleweshe zaidi na zaidi, lakini tutamani upate kitu fresh kutoka kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, na Mungu aukumbuke uchumi wako, na anapokuketisha wewe akutoe kwenye maroho ya uharibifu na maroho ya kimaskini na kifukara, na akuketishe wewe pamoja na uchumi wako. Haleluya. Na kipengele ambacho tulishia jana kinasema Mungu anataka nguvu zake zitumike kustawisha. Mungu anataka nguvu zake zitumike kustawisha kwenye uchumi wako pamoja na uzao wako. Mungu anataka nguvu zake zitumike kustawisha kwenye uchumi wako pamoja na uzao wako, ili uendelee kumwamini na kumpenda yeye aliye mwamuzi na mfanya sheria wa uchumi wako. Mungu anataka nguvu zake zitumike kustawisha kwenye uchumi wako pamoja na uzao wako, ili uendelee kumwamini na kumpenda yeye aliye Mungu mwamuzi na mfanya sheria kwenye uchumi wako. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 22, kitabu cha Mwanzo ile sura ya 22 ule mstari wa 15 hadi ule wa 18. Kitabu cha Mwanzo ile sura ya 22 ule mstari wa 15 hadi ule wa 18. Binasema malaika wa Bwana akamwambia Ibrahim mara ya pili kutoka mbinguni, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao pekee. Katika kubariki nitakubariki, katika kuzidisha nitakuzidisha, na uzao wako utakuwa kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki malango ya adui zako. Na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia, na kwa sababu umetii sauti yangu, kwa sababu umetii sauti yangu. Jina la Bwana libarikiwe. Na kile kitabu cha Hesabu ile sura ya 6 kitabu cha Hesabu ile sura ya 6 mstari wa 24 hadi ule wa 27. Kitabu cha Hesabu sura ya 6 mstari wa 24 hadi wa 27, binasema, Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Ndivyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabarikia. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu anapokutengenezea nafasi ya kuyainua maisha yako na kuinua uchumi wako, anataka usitoke tu kwa sababu umekuja kutoka, lakini utoke kwa sababu nguvu zake ambazo kwenye hii madhabahu zikusaidie kutoka mahali umekwama. Na ndio maana kusoma kitabu cha Mwanzo kuanzia ule mstari wa kwanza, utaona wakati Mungu anazungumza na mzee Ibrahim, wakati amepata mtoto, anamwambia amtoe kwa sadaka. Na mzee Ibrahimu hakuanza kumshirikisha mke wake, kwa sababu alijua kama Mungu aliyempa mtoto ndiye Mungu ambaye anataka mtoto amtolee sadaka. Na wakati wanakwenda kutoa sadaka, inawezekana hakumwaga hata mke wake, lakini kwa sababu gani? Alikuwa anajua nguvu za Mungu ambazo zilitumika kumpa mtoto nizo hizo ambazo zinatumika kutafuta sadaka ya mtoto ambaye ni naziri na mtoto wa pekee. Jina la Bwana libarikiwe. Na walipokuwa naenda kutoa sadaka, mzee Ibrahimu akiwa na vijana wanatembea na kutembea, wanafika mahali anawaambia vijana, bakini hapa ili niende kutoa sadaka mimi na kijana. Na walipofika mahali wametembea, kijana akaachwa pale wale vijana, na akatembea na mtoto wake. Wanafika mahali pa kutoa sadaka, anamwambia, wakati hawajafika, anamwambia, baba, kuni ziko na moto uko, yuko wapi mwana kondoo wa sadaka ya kuteketezwa? Na baba yake mzee Ibrahimu anamwambia, Bwana atajitwalia. Lakini fikia moja na mimi kama angemwambia, mwanangu mpendwa, my son, sadaka kuteketezwa ni wewe mwenyewe. Na inawezekana angekimbia, asingekuwa pamoja na baba yake,
Na kama unafahamu, wale ambao ni wachinjaji wa ng'ombe wanapokwenda kuchinja ng'ombe, akipuruchua ile kamba, huyo ng'ombe usimfukuze, kwa sababu hautamkamata kokote. Kwa nini? Ameponyoka kwenye mikono ya mauti. Na Ibrahimu wakati anakuwa na mwanae, wanafika mahali anamuuliza, baba, kuni ziko, moto uko, yuko wapi mwana kondoo wa sadaka? Baba yake angemwambia, ni wewe mwanangu, mimi nakwambia asingeshikika. Lakini wanaendelea kutembea, wanafika mahali pa kutoa sadaka, na nguvu za Mungu zikiwepo na upako wa Bwana mwenyewe ukiwepo. Haikuwa swala la hiari kwamba lala mwanangu Isaka. Wapo waimbaji waliimba huo wimbo wasema, lala mwanangu Isaka. Haikuwa issue ya kubembelezana. Unapenda utalala, haupendi utalala. Ni kiki for taki. Lakini nini? Sadaka ya Bwana lazima itolewe. Na alipokuwa ameshamkamata, amemlaza kwenye ile madhabahu, malaika wa Bwana anamtokea mzee Ibrahim, anamwambia maneno haya, sasa najua nanipenda, iwapo kunizuilia mwanao wa pekee. Katika kubariki nitakubariki, katika kuzidisha nitakuzidisha, na uzao wako utakuwa mwingi kuliko mchanga ulioko pwani. Pale hapa kutumika jambo lolote, ni nguvu za Mungu ambazo zilikuwepo ili mzee Ibrahim atii maelekezo ya kutoka mahali amekwama na kwenda ng'ambo nyingine. Na alipomaliza kutii, malaika wa Bwana anamwambia, sasa najua unanipenda, iwapo kunizuilia mwanao wa pekee. Katika kubariki nitakubariki. Na ni maombi yangu mbele za Bwana jioni leo, nguvu za Bwana kwenye hii madhabahu zikutoe mahali umekwama, uende ng'ambo nyingine, uende kwenye uchumi, kwenye biashara za kwako. Nguvu ya Mungu iliyo kwenye hii madhabahu ndio itakayokusaidia kutoka mahali ulikokwama, uende na ukafanikiwe na kuziona baraka za Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Na wakati mzee Ibrahimu anaambiwa hayo maneno, kumbuka bado mtoto alikuwa yupo kwenye madhabahu. Halafu anamaliza ile assignment na ameshika panga. Fikiria mzee Ibrahimu na mtoto wake wakiwa nyumbani wanarudi, waliangaliana kwa jicho lipi? Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Mungu anataka nguvu zake tu zitumike kukusaidia. Na fikiria mzee Ibrahim alikuwa hana watoto kipindi kile, na alikuwa na katoto kamoja tu. Lakini alipotii maelekezo, nguvu za Bwana ziteremka kwenye ile sadaka, na malaika akiwepo anamwambia, sasa najua unanipenda, iwapo kunizuilia mwanao wa pekee. Katika kukubariki nitakubariki, na kwenye kuzidisha nitakuzidisha, na uzao wako utakuwa mwingi kuliko mchanga ulioko pwani. Na ukiona wachungaji wamekuja kwenye madhabahu kama hapa, sema haya tupokee baraka, maana yake wanaruhusu nguvu za Bwana zilizopo patakatifu pa watakatifu ili zitembee na wewe, kukutoa mahali umekwama. Na anasema Bwana akubariki na kukulinda, Bwana akunusu wake na kufadhili. Pamoja na jambo lolote ambalo unapitia, hata kama unapita mahali pagumu, maana yake nguvu za Mungu zilizo kwenye hii madhabahu zitakwenda na wewe kwenye uchumi, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye tenda mbalimbali. Unakwenda kwenye interview. Kwa nini watu wakienda kwenye biashara mbalimbali au kwenye interview sema, mchungaji naomba uniombee? Maana yake wanataka nguvu ya Mungu iliyo kwenye hii madhabahu iende kafanikishe maisha ya kwako, iende kafanikishe tenda ya kwako, iende kafanikishe uchumi wa kwako. Na unashangaa mtu anakwenda anafanikiwa, anarudi kwenye madhabahu, japo sio wote, lakini wanaoamini kwamba ni nguvu ya Bwana imewafanikisha, wanarudi kwenye madhabahu ya Bwana aliye hai. Unasikia anasema, mchungaji uliniombea, nimekuwa nimefanikiwa, nimerudi kumshukuru Mungu, naombeni mniimbie Mungu amenihurumia. Alafu tunaimba
Na anarudi kwenye madhabahu kwa sababu Bwana ameona nguvu zake na nguvu za Bwana zimemfanikisha. Nini ambacho nikuambie kwamba wewe endelea kumpenda Mungu na endelea kumwamini Mungu. Mungu aliye mwamuzi wa uchumi wa kwake atatumia nguvu zake kukufanikisha mahali umekwama. Kwa nini? Wale wakasema nimetumbuliwa, vino vimekaza, sina kazi. Lakini Mungu aliyoko hapa, unayemtafuta asubuhi na mapema, unayemtafuta jioni wakati wa jua kupunga, ataruhusu nguvu zake pekee zikusaidie kutoka mahali umekwama, uende mbele za Bwana na uchumi wako inuke tena katika jina la Yesu aliye hai. Na Bwana akubariki na kulinda, na Bwana akuinulie nuru za uso wake na akupe amani yake katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na hapo namhitaji Yesu kama mfanya sheria na Yesu kama mwamuzi wa uchumi wa kwako. Na watu wengi wanapita mahali pagumu wanasema, unajua bwana, mimi tumelaaniwa. Hata kule kwetu hakuna aliyetoboa hata mmoja. Tumeishia kuendesha baskeri tu, hakuna hata wa pikipiki. Unahitaji nguvu za Bwana na Mungu aliye mwamuzi na mfanya sheria. Huyo tu ndiye atakaye kutoa mahali umekwama, ili uende kwenye uchumi bora, ili uende kwenye baraka za Bwana, na Bwana akubariki na kuyainua maisha yako tangu sasa na hata milele. Wanaoamini waseme amen na wapokee kwenye madhabahu ya Bwana aliye hai. Haleluya. Kile kitabu cha Isaya sura 49 ule mstari wa 13 hadi wa 16. Kitabu cha Isaya 49 ule mstari wa 13 na wa 16. Kitabu cha Isaya 49 ule mstari wa 13 hadi ule mstari wa 16. Isaya 49 mstari wa 13 hadi ule wa 16. Biblia inasema, imbeni enyi mbingu furahi, pazeni, imbeni enyi mbingu furahi enchi, pazeni sauti ya kuimba enyi milima, kwa kuwa Bwana amewafariji watu wake, naye atawahurumia watu wake walioteswa. Bali Sayuni alisema, Yehova ameniacha, Bwana amenisahau. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hao waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Tazama nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Kuta zako ziko mbele zangu daima. Kuta zako ziko mbele zako daima. Na Mungu aliye kwenye hii madhabahu, kama hakusahau wewe, asahau na uchumi wako, asahau na uzao wako, asahau na kazi yako. Kwa nini? Umechorwa kwenye vitanga vya Mungu aliye hai. Ndio maana kitabu cha waraka wa 3 Yohana ile sura ya 1 na mstari wa 2, Mungu anamwambia mzee Gayo, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Anafahamu kabisa akiwa ana afya mbaya hawezi kufanikiwa, akiwa na uchumi mbaya hawezi kufanikiwa, akiwa na shida kwenye ndoa hawezi kufanikiwa, akiwa na shida kwenye uzao hawezi kufanikiwa. Anaamua amtoe yeye mwenyewe pamoja na afya, pamoja na watoto, pamoja na ndugu, na anamwambia ufanikiwe katika mambo yako yote. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu, ufanikiwe kwenye afya, ufanikiwe kwenye uchumi, ufanikiwe kwenye kazi, ufanikiwe kwenye huduma, ufanikiwe kwenye biashara, lakini roho yako isisahaulike mbele za Bwana aliye hai. Kwa hiyo hata kama unapita mahali pagumu, bado Mungu hajakusahau. Na wanapoona wengine wanafanikiwa, waombe, maana zamu yako nakuja ya kufanikiwa pia. Lakini pia fanya kazi kwa bidii, na mkono wa Mungu kwenye hii madhabahu na nguvu za Mungu kwenye hii madhabahu zitakufanikisha, zitakufanikisha, zitakustawisha. Utastawi kama mwerezi wa Lebanoni, asema Bwana wa majeshi. Haleluya, haleluya. Kitabu kile cha Wakorinto wa pili ile sura ya 9 ule mstari wa 10 na 12. Kitabu cha Wakorinto wa pili ile sura ya 9 mstari wa 10 hadi wa 12. Wakorinto wa pili
Wakorintho wa pili ile sura ya 9 na ule mstari wa 10 hadi wa 12, Biblia inasema, na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate wa chakula atawapa mbegu za kupanda na kukuzidisha na kuzizidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu, mkitajirishwa katika vitu vyote, mpate kuwa na ukarimu wote umpatiao Mungu shukurani kwa kazi yetu. Maana utumishi wa huduma hii hawatimizii watakatifu riziki walizopungukiwa tu, bali uzidi sana kuwa na faida kwa shukurani nyingi apewazo Mungu. Na ni maombi yangu mbele za Bwana Mungu wa hii madhabahu, ambaye nguvu zake zinatajwa hapa, akuongeze, akufundishe, akuelekeze, jicho lake likutazama na akufundishe ili upate faida, utajirike. Ndio maana Mungu anamwambia hawa watu, wasema, mkitajirishwa katika vitu vyote, mpate kuwa na shukurani nyingi apewazo Mungu ali hai. Na ndio maana jana nilikwambia leo utakuwa na sadaka ya kutoka kwenye ulisi mbaya wa kiuchumi na maroho ya vifungo vya ukoo na maskini wa ukoo uliozuia watu wengine. Anasema mkitajirishwa, ninyi ambao nanitazama kutoka hapa Agape kwa TV online na wao ambao uko hapa, ukitajirishwa katika vitu vyote, ukiwa na uchumi bora kuliko uliopita, kuliko wa ndugu zako, upate kuwa na shukurani nyingi kwa Bwana aliyekufanikisha na kutajirisha, katika jina la Yesu aliye hai na kwa damu ya Yesu. Na kila mwenye pumzi ya Mungu aliye hai aseme amen na apiga makofi ya shangwe mbele za Bwana aliye hai. Na nguvu ya Mungu iliyo kwenye hii madhabahu na moto wa Bwana usiozimika usiku na mchana uyakumbuke maisha yako, ukumbuke uchumi wako, ukumbuke biashara yako, uinuliwa na Bwana aliye hai. Jina la Yesu libarikiwe. Mungu aliye mwamuzi wa uchumi wako anapokustawisha, ni kazi yake kulinda uchumi wako. Mungu aliye mwamuzi wa uchumi wako, ni kazi yake kukustawisha. No. Mungu aliye mwamuzi wa uchumi wako anapokustawisha, ni kazi yake kulinda uchumi wako, ili uendelee kustawi na kuongezeka, ili uendelee kustawi na kuongezeka kiuchumi kutoka pande zote. Mungu aliye mwamuzi wa uchumi wako anapokustawisha, ni kazi yake kulinda uchumi wako, ili uendelee kustawi na kuongezeka kiuchumi toka pande zote. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kile kitabu cha Isaya sura ya 60 mstari wa 18. Isaya 60:18 anasema, jeuri haitasikika tena katika nchi yako, ukiwa na uharibifu havitakuwa mipakani mwako, bali utaziita kuta zako wokovu na malango yako sifa. Kuta zako wokovu na malango yako sifa. Mungu alipokuwa kuja kumfanikisha Isaya, cha kwanza aliondoa jeuri ambayo ilikuwa imekaa kwenye ardhi, imekaa kwenye roho za watu, imekaa kwenye maisha ya watu, ili anapomfungulia mipaka ajue kwamba ni Mungu mwenyewe ambaye amefungua mipaka. Na ndio maana ukirudi pale juu kwenye mstari wa 11 Isaya 60, anamwambia baada ya kuondoa jeuri za kimasikini, za ufukara, za kichawi, za maroho ya kimizimu, anamwambia malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kuletea utajiri wa mataifa. Lakini cha kwanza aliondoa shida ambayo ilikuwa inazuia maisha yake kuongezeka. Na niko hapa kuambia waona nitazama kwenye TV online kutoka hapa Agape Lutheran Church jijini Kahama, Mungu aliyefungua uchumi wa Isaya afungue na kwako, na malango yako yawe wazi daima, yasifungwe kwa uchawi wala kwa uganga, yasifungwe kwa maagano ya kimizimu wala maneno ya watesi na madui. Bwana akupiganie, Bwana akuletee utajiri ulio bora, na mataifa wajue hakika yuko mtu mmoja aliyebarikiwa na Mungu aliye hai.
Haleluya. Na mimi sijui unapitaje uligani. Haijalishi watu wamekusema vibaya, haijalishi kila unalofanya linapigwa vita, lakini niko hapa kukuambia hakuna jeuri itakayoinuka baada ya wiki hii. Bwana atakufungulia malango. Hata kama ulifanya biashara ya kufuga broiler, akafanya na mwingine, mwache afanye, lakini aliyepigwa chapa na Bwana na kufunguliwa malango na Bwana ali hai, atainuka na kuangaza, na ataletewa na kupata utajiri utokao kwenye madhabahu ya Bwana ali hai. Kuku ni wale wale, broiler ni wale wale, lakini malango yakifunguliwa hakuna atakayeweza kuyafunga, na Bwana atakuinulia mtu mmoja tu atakaye kuletea utajiri ili ufanikiwe na kuinuka na kuangaza. Wakati wengine wanasema ni Freemason, wao unasema ni Mungu aliye hai. Wakisema amekwenda kwa mganga wake ni nzuri kuliko mganga wa kwetu, waacha waseme. Tunachojua mganga wetu wa karibu hashindwagi na huo uchawi. Niko hapa kuambia watu wanasemaga kuna hela za Freemason za kiganga. Hata hela za Freemason ni za Bwana. Ndio maana Zaburi 24 ule mstari wa kwanza anasema nchi na vyote vijazavyo dunia ni mali ya Bwana. Zikija za watu wa dunia chukua, zikija za Freemason chukua, zikija za waganga chukua. Kwa nini? Mganga wetu wa karibu yeye ndiyo mwenye kila kitu. Wao wamekopi na kupesti tu. Haleluya. Chana mbele maneno mtu anafanikiwa amemtolea Bwana, huyo ni Freemason, huyo ni Freemason. Nani alikuambia Mungu hawezi kutajirisha watu? Haleluya. Mkitajirishwa katika vitu vyote, mpate kuwa na shukurani nyingi, apewa Mungu. Hakuna mahali imetamkwa Freemason hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Ni shida tu imekuja kanisani, adui akapanda chuki kwenye mioyo ya watu ambayo hawana hela. Nami niko hapa kuambia, hata kama utanua ndege Kahama hii, ukanua VX ZX series 300, wakisema ni Freemason, waache waseme. Watasema mchana, usiku watalala, na watakoroma kabisa. Wewe songa mbele. Bwana amekubariki, shida ni ya nini? La, jipe mwenyewe. Haleluya. Haleluya. Unajua adui amekujaga tu, unajua kila aliyebarikiwa amehongwa mahali, ni Freemason mahali. Kama ni rahisi si ukahongwa na wewe. Shida inatoka wapi? Dada mmoja mjini kanua gari yake nzuri, na tumemtolea pale Dar es Salaam bandarini. Anakuja mtu anasema gari yenyewe mbaya kama baby walker. Baba yako anayo. Yani watu ambao wana roho mbaya. Baba mchungaji wameingia kanisani, na kanisa limefika mahali kuna wachawi wengi kuliko walokole wengi. Yani mlokole mmoja asipofanikiwa akaona mwenzake kafanikiwa, shida inaanzia pale. Roho mbaya. Unanitazama online kutoka hapa Kahama, Mungu akuponye na wewe na hiyo roho mbaya. Wanapofanikiwa wengine, mpe Mungu heshima na utukufu, na zamu yako inasogea, na Mungu akutendee na wewe katika jina la Yesu. Wanaopokea waseme amen. Kila aliyefanikiwa Freemason amekwenda kwa mganga. Mungu wetu ndiye Mungu wa kila kitu. Nchi na vyote vijazavyo dunia ni mali ya Bwana, pamoja na wewe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Mungu kazi yake ni kulinda ulichopata, ili watu wajue kwamba si Mungu anayebariki tu. Ndio maana kitabu cha Malaki ile sura ya 3 mstari wa 10 hadi wa 12 sema, leteni zaka kamili ili kiwamo chakula katika nyumba ya Bwana, mkanijaribu kwa njia hii, asema Bwana majeshi, mjue kama sitafungulia madirisha mbinguni na kuwamwagieni baraka. Kwa lugha nyingine, kuinua uchumi wenu, kuvario au kugusti uchumi wenu. Alafu anasema atakemea yote alaye, wala hataharibu uchumi wako. Alafu 12 anasema na mataifa yote
pamoja na Tanzania, pamoja na Kenya na Uganda na Europa na Uchina na Marekani, watawaiteni heri. Kwa lugha nyingine, waliobarikiwa na Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Mungu aweze kubariki alafu yakaja mapepo tu, alafu yakachukua gari yako yakagongwa, mtoto wako akafa, alafu unabaki chukua vyote niachie Yesu, chukua vyote niachie Yesu. Alafu naongeza baba na mama wakiniacha. Wamekuacha umeenda wapi? Hakuna kuchukuliwa chochote hapa. Hata kama alipomwambia Musa, anamwambia tutakwenda na watoto wetu na ng'ombe zetu na kondoo zetu. Hakuna ambacho shetani atachukua tena. Anapoinua uchumi wako, anakubariki, anatengeneza comprehensive insurance ya kulinda kila alichokubariki nacho. Baba unajua tu shetani ameinuka. Ameinukia wapi? Hallelujah, 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 hallelujah. Ongeza na kitabu cha Mwanzo ile sura ya 7 ya 17 mstari wa 2. Kitabu cha Mwanzo sura ya 7 ule mstari wa 12. Mwanzo sura ya 7 ule mstari wa 12 na Mwanzo 38 mstari wa 3. Kitabu cha Mwanzo 17, kitabu Mwanzo 17 ule mstari wa 2 na Mwanzo 28 mstari wa 3 anasema, nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Na Mungu wa hii madhabahu akuzidishe, akuinue, uitwe heri uliyebarikiwa na Bwana. Akuzidishe sio kidogo, akuzidishe sana 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 sana. Jina la Bwana libarikiwe. Na ile Mwanzo 28 mstari wa 3, Mwanzo 28 ule mstari wa 3 anasema hivi, na Mungu Mwenyezi akubariki, akuzidishe na kukuongeza, ili uwe mkutano wa mataifa. Haleluya. Ile uko hapa Kahama haukuja kwa bahati mbaya. Jina la Bwana libarikiwe. Ndivyo wanasema Joshua 1:3 kwamba kila mahali utakapokanyaga nyayo za miguu yako umepewa. Alafu ule mstari wa 3 anasema hapata kuwa mtu atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kwa hiyo amekuleta hapa, anasema na Mungu Mwenyezi akubariki, akuzidishe na kuongeza, ili uwe mkutano wa makabila. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa mfano leo tulikuwa tumeenda kwenye huduma mahali na baba mchungaji hapa, na tukawa tuna fellowship pamoja ile kampuni. Kuna wafanyakazi wengi sana na hakuna kabila la mtu hata mmoja kwenye ile kampuni. Wako walikuja kutoka sijui Tabora, wengine Urambo, wengine Kigoma, wengine Dar es Salaam, lakini huyu baba amekuwa mkutano wa makabila. Na ni maombi yangu mbele za Bwana akuinulie uchumi bora, ili uwe mkutano wa makabila kutoka pande zote, kutoka China, kutoka Tanzania, kutoka Kenya, Wajiri na wengine hata usiwajua makabila ya kwao. Kwa nini? Umekuwa makutano ya makabila, na wewe uwe mkutano wa makabila katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Wanaoamini waseme amen. Zaburi 24 mstari wa 7 hadi wa 10. Zaburi 24 mstari wa 7 hadi ule wa 10. Mungu akufanye kuwa mkutano wa makabila anapolinda mambo yako na kuongeza kutoka pande zote za dunia, katika uchumi wako na mambo yako yote utakayotia mkono wako kufanya, asema Bwana majeshi. Zaburi ile ya 24 ule mstari wa 7 hadi wa 10 anasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inueni vichwa vyenu enyi malango, inueni enyi malango ya milele,
mfalme wa tukufu apate kuingia. Ni nani huyu mfalme wa tukufu? Bwana mwenye nguvu, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa tukufu apate kuingia. Ni nani huyu mfalme wa tukufu? Bwana wa majeshi, yeye ndiye mfalme wa utukufu. Bwana wa majeshi, yeye ndiye mfalme wa utukufu. Haleluya, haleluya. Na tumezoea kuimba kipindi cha majilio, kama tunapoenda huko mbele mwezi wa 11 tutasikia wanasema liturujia ya majilio. Alafu inaimbwa mpaka nafikiri ni katikati ya Christmas, ndio mchungaji unasikia inueni vichwa vyenu enyi malango, na inueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Nina mfalme wa utukufu, Bwana hodari, Bwana hodari wa vita. Na niko hapa kukwambia awe Bwana hodari wa vita kwenye uchumi wa kwako. Unapofanya biashara, si tu kuingia kama unavyoingia, nenda kwenye malango ya familia, malango ya biashara ya kwako, mwambie Bwana hodari, uwe Bwana hodari, uwe Bwana hodari wa vita. Wakipita wachawi usiku wapigwe, wakipita mchana wapigwe, wakitamka uharibifu wapigwe, wakitamka mauti wapigwe. Kwa nini? Tumketishe Bwana hodari, Bwana hodari wa vita kwenye malango ya uchumi wa kwako. Alafu je uone kama atasema asa mimi ni mchawi, nimekuja kumloga huyu dada, yani hataendelea. Niko hapa kuambia labda kama hataketi Bwana hodari, Bwana hodari wa vita, na awe mfalme kwako, akutajilisha kwa baraka za rohoni na za mwilini katika Kristo Yesu wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Wapendwa wengi tumefanikiwa rohoni, njoo mwilini tasikia baba shetani ameninukia. Amekunia utokea wapi? Tutampeleka Bwana hodari, Bwana hodari wa vita. Hata kama utauza mboga, hakuna roho ya chuma uleti itakayeinuka tena. Hata kama utafanya saruni, hata waje wamwage mchanga wa makaburini, Bwana hodari, Bwana hodari wa vita atasimama mwenyewe katikati ya malango yako ya uchumi. Haleluya. Siku moja nikiwa Dar es Salaam na sikuwa na huduma, kwa hiyo jioni nilipofika nikaenda nikakaa nje ya geti kabisa, na wakati natoka naona kuna nazi imevunjwa katikati ya geti. Nikakaa hapa nitafakari, huyu aliyokuja mpaka kuvunja nazi nyumbani kwangu ni nani? Akapita mzee mmoja, nikamwambia baba, hebu angalia bwana, amevunja nazi nyumbani kwangu. Alafu pale kwangu panaitwa kwa damu ya Yesu, sio kwa mtumishi Deo, sio kwa bafani, kwa damu ya Yesu. Na akaniambia damu ya Yesu, walikuwa wanatafuta jiwe wamekosa, wamelipata nyumbani kwako. Kwa hiyo nikakusanya zile nazi na zimechorwa maandishi ya ajabu, nikapeleka mahali, nikasema kila aliyehusika na upuzi huu akutane na Bwana hodari na Bwana hodari wa vita. Mimi nimemketisha kwenye malango. Kazi yangu yeye ni kupambana. Mimi kazi yangu ni kuachilia damu ya Yesu, damu ya thamani. Nimemaliza kuchoma ile nazi iliyoandikwa maandishi ya dhehebu fulani. Akatokea baba mmoja akanambia, umetunguza mikono, tuna ugomvi gani? Akaambia, namna hiyo nilikuwa nakutafuta wewe. Hapa yuko Bwana hodari, Bwana hodari wa vita. Niko hapa kuambia hata wainuke na kuinama usiku na mchana, Bwana hodari wa vita asiyesinzia wala kulala atakaa pamoja na wewe, atatembea pamoja na wewe, atafanya biashara pamoja na wewe. Why? Malango yako yako wazi daima, hayafungwi mchana wala usiku. Wakija kwa uganga yuko live, wakija kwa uchawi yuko live, wakija kwa tunguli yuko live. Tumketishe Bwana hodari, Bwana hodari wa vita katika jina la Yesu Kristo aliye hai.
Haleluya. Haleluya. Tusogee mbele. Ongeza na kile kitabu cha Joshua 1:3 hadi 5. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yako umepewa. Alafu ule mstari wa 5 nasema hapata kuwa mtu atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Sio Jumatatu mpaka Jumapili, sio Januari mpaka Disemba, siku zote mpaka unakufa. Hasiwepo kuzuia maisha yako kuendelea mbele katika jina la Yesu. Mungu aliye mwamuzi na mfanya sheria kwako na mfanya sheria wako kiuchumi, Mungu aliye mwamuzi na mfanya sheria wako kiuchumi, anataka kuboresha uchumi wako ili uzae matunda hata wakati wa uzee, ili watu waliokuzunguka wamuone Mungu kupitia uchumi wako. Mungu aliye mwamuzi na mfanya sheria wako kiuchumi anataka kuboresha uchumi wako ili uwezae matunda hata wakati wa uzee, ili watu wanaokuzunguka wamuone Mungu kupitia uchumi wako, ili watu wanakuzunguka wamuone Mungu kupitia uchumi wako. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 8 mstari wa 17 na wa 18. Hii sikuwa nayo, imeteremka sasa hivi. Kumbukumbu la Torati sura 8 mstari wa 17 na wa 18. Anasema hapo usiseme moyoni mwako nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana yeye ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Na Mungu wa hii madhabahu afanye agano imara na kupa nguvu za kupata utajiri. Anaboresha uchumi wa kwako. Tengeneza agano la kumkumbuka Mungu aliye hai, maana yeye ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri katika jina la Yesu aliye hai. Kitabu cha Yeremia sura ya 17 ule mstari wa 8. Yeremia 17 ule mstari wa 8. Kitabu cha Yeremia ile sura ya 17 na mstari ule wa 8. Yeremia sura ya 17 na mstari ule wa 8. Yeremia 17 ule mstari wa 8. Biblia inasema hivi: maana atakuwa mti kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hali ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala halitakauka, wala halitahangaika mwaka wa uchache, na mvua wala hautaacha kuzaa matunda. Na Bwana akuzalishe matunda kwenye uchumi wa kwako, uinuke na kuangaza katika jina la Yesu aliye hai na kwa damu ya Yesu aliye hai. Haleluya, haleluya. Na ile Zaburi ya 92 mstari wa 12 hadi ule wa 4 na 14. Zaburi ya 92 ule mstari wa 12 hadi ule wa 14. Zaburi ya 92 ule mstari wa 12 hadi wa 14. Zaburi ya 92 ule mstari wa 12 hadi ule wa 14. Anasema mwenye haki wangu atastawi kama mtende, atakuwa kama mwelezi wa Lebanoni. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu. Watazaa matunda hata wakati wa uzee, watajaa na utomvu, watakuwa na ubichi. Watangaze ya kuwa Bwana ni mwenye adili, mwamba wangu, ndani yake hakuna udhalimu. Na ni maombi yangu mbele za Bwana, Mungu anaboresha uzao wako, anaboresha utumishi wa kwako na uchumi wa kwako. Anataka uzae matunda hata wakati wa uzee. Na anasema mwenye haki wangu atastawi kama mwelezi wa Lebanoni, atazaa matunda hata wakati wa uzee, ili atangaze Bwana ni mwenye adili, mwamba wangu na wokovu wangu, ndani yake hakuna udhalimu, katika jina la Yesu aliye hai. Na uzae matunda na maisha yako yadondoshe unono hata wakati wa uzee, katika jina la Yesu aliye hai. Zaburi ya 92 ya 90. Zaburi ya 90 ule mstari wa 16 na wa 17. Zaburi ya 90 Zaburi ya 90 ule mstari wa 17 wa 16 na 17.
Zaburi ya 90 ule mstari wa 16 na wa 17. Zaburi ya 90 ule mstari wa 16 na wa 17. Biblia inasema hivi: matendo yako na yaonekane kwa watumishi wako, na adhama yako kwa watoto wao, na uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu, na kazi ya mikono yetu utufanyie thabiti. Naam, kazi ya mikono yetu uithibitishe, kazi ya mikono yetu uithibitishe. Na ni maombi yangu mbele za Bwana, hata kama nauza mboga mboga, kazi yako ithibitishwe. Hata kama nafanya mamalishe, kazi yako ithibitishwe. Hata kama unafuga kuku, kazi yako ithibitishwe. Hata kama ni mhubiri kama mimi, kazi yako ithibitishwe. Na Bwana aithibitishe kazi ya mikono yako, na atakaye pambana na kazi ya mikono yako, aidha ni kwa uchawi, aidha ni kwa uganga, aidha ni kwa matunguli, aidha ni kwa mizimu, akutane na Bwana aliye hai. Kwa nini? Kazi yako imepigwa muhuri wa Tanzania Bureau of Standard, TBS ya mbinguni, imethibitishwa na Mungu wa hii madhabahu katika jina la Yesu. Na wewe mwenyewe uthibitishwe tena katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa Mungu wa hii madhabahu akubariki kwa baraka za rohoni na mwilini. Ainua uchumi wako kwa viwango, ili watu wanaokutazama waseme hakika huyu mama amebarikiwa, hakika huyu baba amebarikiwa. Na katikati ya uchumi mzuri na utajiri wa kwako, watu wamtukuze Mungu aliye hai, watu wamuone Mungu aliye hai, watu wasimame kusema hakika Bwana hana upendeleo, amebariki watu wake sawa sawa na neno na ahadi za kwake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Simama na miguu yako miwili. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana, najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana, najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Ni kweli Bwana, najua Bwana, yes, 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 anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana, ndio Yesu, ndio, 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 umetengeneza njia, umetengeneza njia kwa ajili anatengeneza njia. Haleluya, haleluya. Anatengeneza njia kwa ajili. Ni kweli Bwana, najua Bwana, najua Bwana anatengeneza njia. Haleluya. Anatengeneza njia kwa ajili. Yes, yes. Unatengeneza njia, unatengeneza njia
kwa ajili yangu. Baba yetu mwema, kwa mkono wako wenye nguvu na mkono wako ulionyoshwa, nami naomba Bwana, tengeneza njia kwenye uchumi wa watoto wako wanaotufuatilia kwenye TV online kutoka hapa jijini Kahama. Naomba Bwana, tengeneza njia maisha yao, kama amekwama, hata kama amepita mahali pagumu, Bwana tengeneza njia yao kwenye uchumi itengenezwe na Mungu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai na kwa damu ya Yesu aliye hai. Neema yako Bwana iwe pamoja nao, wasaidie na kuwatetea kwa viwango vya kwako na kwa mkono wako wenye nguvu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu aliye hai, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu aliye hai. Hebu nyosha mikono yako juu, sema: Bwana Yesu, mimi ni mtoto wako na mtumishi wako, niko hapa jioni ya leo. Ninaomba Yesu uyabariki maisha yangu, uyainue maisha yangu. Mungu uliye hai, ninulie uchumi ulio bora, hata kama nipita mahali pagumu na adui akaharibu uchumi wangu, ninakuja kwa upya Mfalme. Ninaomba nguvu yako iliyo kwenye hii madhabahu inibariki tena, iniinue tena, inisaidie tena, inistawishe tena. Sikia mapepo na nguvu za giza, maroho ya kichawi na maroho ya mizimu yaliyokamata mikono yangu na kuifunga kamba ili sifanikiwe, ninakuja mbele zako na upanga wa damu ya Yesu kukata hiyo kamba. Iwe ni kamba za mauti, iwe ni kamba za uzalimu, iwe ni kamba za umasikini, iwe ni kamba za mikosi, iwe ni kamba za ufukara, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Nenda mbele za Bwana, kata kila kamba iliyokamata maisha yako, iwe ni kwenye uchumi, iwe ni kwenye biashara, kuzuia uchumi wako kwa damu ya Yesu. Shetani uliokamata mikono ya huyo mama, toka kwa damu ya Yesu, toka, achia hiyo mikono, toka, achia biashara yake, toka, achia maisha yake, toka, achia hatima yake kwa damu ya Yesu. Kata hiyo kamba, kata hiyo kamba, kamba ya udhalimu, kamba ya ufukara, kamba ya mateso, kamba ya kukataliwa. Kata kila kamba, ipeleke damu ya Yesu kwenye mikono yako, peleka damu ya Yesu kwenye hiyo mikono. Rapokota rapapa rapakaterebobo daramanda rapoko, peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu. Hata kama adui alikupa mkono akaondoka na kibali, akaondoka na heshima, akaondoka na utajiri, peleka damu ya Yesu, peleka hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu. Unanitazama kwenye TV online, uko hapa umejikatia tamaa, umekaa kwenye mletemo, unasubiri kufa, toka hapa, inuka, toka hapa, inuka. Uchumi wako unainuka tena, biashara yako inainuka tena, kazi yako inainuka tena, kibali chako kilichoibiwa na adui kinainuka tena. Rapokote repopo rapapapapa rokokota ramanda rokosete rebobo rokokota ndanda rokosete rebobo. Damu ya Yesu Kristo ipite kwenye mikono yako. Bwana akupe uchumi wa bora, na Mungu wa hii madhabahu akutetee tena, akufanikishe tena. Unanitazama kwa TV online kutoka hapa Kahama, Bwana atetee uchumi wako, Bwana inua uchumi wako, astawishe uchumi wako, astawishe maisha ya kwako, astawishe kazi yako. Hata kama ilikufa, tunaitabiria kuinuka tena, tunaitabiria kuinuka tena, itainuka tena, itastawi tena, itazaa matunda hata wakati wa uzee. Rapobosete rapoponda rababa rokokosata. Ninaona mtu mmoja anainuliwa tena, aliyokuwa anatamani kufa anainuka tena, alikuwa kwenye madeni anainuka tena. Hiyo nyumba yako haitauzwa na benki, haitauzwa na finka, haitauzwa na braki. Baba aliye kwenye hii madhabahu akuinue tena. Ndiyo Yesu, uko hapa,
Uko hapa kujibu maswali ya watoto wako walio TV online, walio nchi mbalimbali wanatufuatilia. Bwana, wape tumaini tena, waketishe tena, wasaidie tena, wapiganie tena. We Mungu maamuzi kwao, we Mungu mfanya sheria. Hata kama kuna kesi ya madai iko mahakamani na wamekimbia hiyo kesi, Bwana wainulie chupa mafuta watakayolipa hiyo deni, wainulie chupa ya mafuta watakaolipa deni yao. Uliyemsaidia ile mama aliyekuwa anadaiwa na mume wake amekufa, saidia huyo baba, saidia huyo mama, saidia huyo kijana, saidia huyo mtoto atoke alipokwama, aende ng'ambo nyingine akazione baraka zako. Ndiyo Yesu, ndiyo Yesu, ndiyo Yesu. Tumechoka Bwana, tumechoka kusema vibaya kisa tumekuwa masikini. Tumechoka kusema vibaya kisa kuna mtu mmoja tajiri kwenye ukoo. Bwana, mkumbuke huyo mama, Bwana mkumbuke huyo baba, kumbuka mtumishi wako, mfute haya machozi. Hata kama alisema vibaya, tunafuta haya maneno. Hata kama alisema vibaya, tunatangua hilo agano. Hata kama alisema vibaya, tunakata hiyo nira ya kimasikini, nira ya kifukara. Toka njia, toka njia, toka njia, toka njia, toka njia. Tunapeleka damu ya Yesu kwenye ardhi, kwenye anga, kwenye hali ya hewa. Utajiri wake urejee, hela yake rejee, fedha yake wana thamani. Roho ya chuma ulete, toka njia mikono yake, toka njia duka lake, toka njia biashara yake, toka njia saruni, toka njia fremu. Kwa damu ya Yesu ali hai, kwa jina la Yesu ali hai. Peleka damu ya Yesu kwenye kazi unayofanya, peleka damu ya Yesu kwenye kazi unayofanya. Bwana ibariki kazi yako, Bwana ibariki kazi yako, Bwana inue tena, Bwana istawishe tena. Uitwe heri uliobarikiwa na Bwana. Ukiwa Uchina, ukiwa Tanzania, Bwana kukumbuke. Ukiwa Marekani, ukiwa Hong Kong, ukumbuke na Bwana. Tunakataa roho ya kimasikini, roho ya ufukara, roho ya mateso, roho ya aibu. Toka, 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 toka kwa damu ya Yesu ali hai. Ndiyo Yesu, fanya Bwana, fanya kwa mkono wako wenye nguvu. Wewe uliochukua masikini wetu na tuitwe matajiri, ulichukua aibu yetu Bwana, ulichukua masikini wetu. Ndio maana amesema kwenye Misali 3:16, katika mkono wa kulia kuna uweza, katika mkono wa kushoto kuna utajiri na heshima. Bwana, wainulie utajiri, wainue uchumi wao, wainue kazi zao, inua biashara yako. Wewe ni Mungu, umesema uko tayari kutufundisha kuelekea utajiri, kuelekea baraka, kuelekea kibali, kuelekea neema. Rapo kote rebo. Baba, mtoe mtu mmoja, Baba mtoe huyo mama, Baba mtoe huyo baba aliyepita mahali pagumu, hawezi kujibu maswali ya kifamilia kwa sababu uchumi uko SEO. Ameenda kukopa, imeshindikana, ameenda kukopa, imeshindikana. Baba mtoe, Baba mtoe, Baba mtoe, Baba mtoe, Baba msaidie, mfuta haya machozi. Hata kama analia rohoni, na wengine uchumi kwa mbaya, wamepita kwenye madona ya tumbo na pressure na stress mbalimbali, wameingia kwenye ulevi. Baba watoe, ponya haya magonjwa, ponya roho ya ulevi, ponya roho ya ukahaba, ponya roho ya uzinzi. Toka kwa damu ya Yesu. Bado ninakuamini, bado nina bado ninakuamini, bado ninakuamini, bado ninakuamini, bado ninakuamini. utaniinua
tena. Oh Bwana, Bwana, Bwana. Hey, 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 hey. Peke yako. Pato, 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 pato. Angalabo, shatalabo. Pato, 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 pato. Ninakuamini. Hallelujah, hallelujah. Nimemwona Bwana. Yes, 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 yes. Nimemwona Mfalme. Nimenyeshewa na mvua ya baraka. Nimemwona Bwana. Nimemwona Mfalme. Nimenyeshewa hehe na mvua. Oh, nimemwona Bwana. Nimemwona Mfalme. Acha mvua inyeshe hata wakati wa kiangazi, hata wakati wa masika, hata wakati wa vuli. Unyeshewe na mvua ya baraka. Inua uchumi wa kwako, inua maisha ya kwako katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, na kila mwenye pumzi aseme amen. Shika sadaka yako. Naona nitazama kwenye TV online.
ni sadaka ya amani, ni sadaka ya kutoka kwenye ulisi mbaya wa maroho ya giza na maroho ya kimaskini na kifukara, na tunamfanyia Mungu agano ili Mungu wa agano anapopeka sadaka apokee na uchumi wa kwako, ainue uchumi wa kwako. Shika sadaka yako ambayo unatazama kwenye TV online. Kuna namba zinapita hapo za benki, account za simu ya simu M-Pesa na simu zingine ambazo zinapita. Hakikisha unaacha sadaka ya kupenda, na wale akashika sadaka yako, tuende mbele za Bwana. Baba yetu mwema na Mungu ni mwaminifu, katika jina la Yesu watu wako tumekuja mbele zako na sadaka. Tunaomba Yesu ipokee na kuitakabari. Ni sadaka ya amani, ni sadaka ya agano, kutoka kwenye ulisi mbaya wa kipepo, ulisi wa kimaskini na kifukara. Hata kama baba alikufa akiwa masikini, hata kama mama alikufa akiwa masikini, leo Bwana tunaweka agano na hii madhabahu. Ukawainue watoto wako na watumishi wako, ukawabariki kwa mkono wako wenye nguvu. Sadaka hii Bwana ikawa ni harufu nzuri ya manukato kwenye kiti chako cha enzi, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Pokea sadaka hii ikawa ni harufu nzuri ya manukato, itakayemtoa mwanamke mmoja, itakayemtoa baba mmoja, itakayemtoa mtoto mmoja. Fanya agano imara, ili katika wewe Bwana tuone uchumi wa watoto wako ukiinuka tena, tuone maisha yao yakistawi tena, yakizaa matunda hata wakati wa uzee, yakizaa matunda hata wakati wa uzee, maisha yao yakiwa na utomvu. Baba ukawabariki, wakawe ni kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, unaotoa matunda kwa majira yake, na jani lake lisinyauke, na kila alitendalo likafanikiwe. Akienda kwenye kilimo akafanikiwe, akienda kwenye biashara akafanikiwe, akienda kwenye tenda mbalimbali, Baba mpe kufanikiwa, ukamfanikisha kwa viwango vya kwake, ukainuka na kuangaza na ukainua maisha yake tena, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Karibu tumtolee Bwana. Na wao ambao wanatazama kwenye TV online, kuna namba zinapita hapo za benki na namba za simu. Andika hizo namba, achilia sadaka yako. Hata kama ulikuwa baba yako alikufa akiwa maskini na mama akiwa maskini na ndugu ni maskini, sadaka hii leo itafanya agano jipya na imara la kuinuka na kuangaza, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Amen. Salama, salama rohoni, rohoni